Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni tunatazama maisha huko Afrika ya Kusini. Maisha nchini Afrika ya Kusini kwa sasa ni magumu mno kutokana na unyanyasaji unaofanywa na wenyeji dhidi ya wageni walioingia katika taifa hilo. Miaka kadhaa iliyopita, historia inaeleza kwamba kulikuwa na ubaguzi wa rangi, kwa maana wazungu walikuwa wakiwabagua Waafrika wazawa wa Afrika ya Kusini, lakini baadaye kibao kikageukia wazungu. Lakini sasa raia wa Afrika Kusini ni kama vile wameanzisha mfumo mpya wa apartheid, kwa maana kuwatenga Waafrika wenzao. Taharuki imeongezeka kufuatia uwezekano wa kufanyika maandamano nchi nzima ya kupinga wageni nchini Afrika ya Kusini. Viongozi wa jumuiya ya wahamiaji wameanza kuchukua hatua za tahadhari. Maisha yanazidi kuwa magumu kwa raia ambao si wazawa ndani ya Afrika ya Kusini. Mwenyeji wa Tanzania katika jimbo la KwaZulu Natal, Mohamed Namo, ameambia Deutsche Welle kuwa tayari wametahadharisha Watanzania wanaoishi katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 4 ya mwezi ujao. Haya ni maandamano yaliyotikisa jiji la Durban wiki iliyopita katika jimbo la KwaZulu Natal, ambapo raia wa kigeni walikumbwa na unyanyasaji. Baadhi walipigwa na mali zao kuporwa na waandamanaji wenye hasira. Raia wa Afrika ya Kusini wamekiri juu ya mashambulizi wanaofanyiwa wageni, lakini kwa upande wa Watanzania wanasema hakuna Mtanzania ambaye amedhurika kutokana na vurugu hizo. Kauli hiyo inakuja baada ya kufuatia kusambaa kwa picha mjongeo ikimuonyesha kijana mmoja akipigwa, hali iliyozua hofu miongoni mwa Watanzania ndani na nje ya Afrika Kusini. Na taarifa zinaeleza kwamba tahadhari imechukuliwa kuelekea tarehe 4 mwezi ujao, ambapo kutakuwa na maandamano mengine ya nchi nzima kushinikiza wageni wenye vibali na wasiokuwa na vibali waondoke nchini humo. Hata hivyo, hili ni jambo ambalo kimsingi watu wa Afrika ya Kusini, kwa kuachana na mila na desturi za Ubuntu ulioasisiwa na Nelson Mandela, rais wa kwanza wa Afrika ya Kusini, wanaonekana kwamba wanatenda jambo ambalo ni dhambi kwa Waafrika. Wachambuzi wanasema kwamba jambo hili litatengeneza mazingira kwa nchi nyingine kuwafukuza raia wa Afrika ya Kusini wanaoishi katika maeneo hayo. Hii ndio athari ambayo huenda ikatokea kwa raia ambao watafukuzwa nchini Afrika ya Kusini, ambapo watakapofika kwenye mataifa yao nao huenda wakalipa kisasi. Huu si ungwana kwa watu wa Afrika ya Kusini. Hata hivyo, siku ya jana rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa amezungumzia juu ya hali inayoendelea katika taifa hilo, huku akizungumzia suala la Ubuntu, kwa maana kuwa na utu katika taifa hilo na kuzingatia Uafrika. Rais huyo wa Afrika Kusini amesema kwamba Waafrika ya Kusini wanapaswa kuacha kuwabagua raia wengine wa mataifa mengine duniani. Hali inayojitokeza kwa sasa ya kuwaandama wageni nchini Afrika Kusini imekuwa ikijirudia kwa miaka mingi, wenyeji wakiwalenga wageni wenye asili ya mataifa mengine ya Afrika, wakiwashinikiza warudi makwao. Kutokana na changamoto za kiuchumi na kijamii, baadhi ya wananchi wa Afrika Kusini huonesha chuki ya wazi dhidi ya wageni, wakihusisha hali hiyo na ukosefu wa ajira, ushindani wa biashara na shinikizo kwenye huduma za kijamii, ingawa si wote wanaunga mkono mtazamo huo. Hadi sasa serikali inasema itapambana na hali hii ya ubaguzi unaoonyeshwa na unyanyasaji wa raia wa kigeni ambao aidha wana vibali ama wasiokuwa na vibali, lakini kikubwa ni kufuata sheria za nchi hiyo. Mtazamaji wa The World News, hiyo ndio hali ya Afrika ya Kusini kwa sasa. Ni ubaguzi uliokithiri ambao haukudhaniwa hata baada ya kupatikana kwa uhuru, kwamba taifa moja la Afrika kuwatenga raia wa taifa jingine katika Afrika, kama ambavyo raia wa kizungu walivyofanya kwa Afrika miaka ya ukoloni na hata baada ya ukoloni. Endelea kutufuatilia, tutakuwa tukikujuza ni nini ambacho kinajiri katika miji mbalimbali huko Afrika ya Kusini, lakini tutatazama miji mikuu hasa pale ambapo maandamano yaliyopangwa mnamo tarehe 4 yatakavyowadia, lakini pia ni nini ambacho kitajiri kwa wakati huo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.